Naam, tumerejea tena kuzipata habari zingine ambazo zinaendelea kuelekea huko Mashariki ya Kati, ambako tunafahamu sasa hivi takriban sasa ni wiki na sehemu zimepita tangu vita vya Israel, Irani pamoja na Marekani viendelee kupigana. Kwanza Kombo, tuanzie taarifa ambazo zinasambaa kwa sasa hivi kuhusiana na kaka yake Benjamin Netanyahu kupoteza maisha kwenye shambulizi ambalo limetokea huko Tel Aviv. Hizi taarifa zikoje hasa kwa undani zaidi? Ni kweli kuna taarifa hizo ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo inamhusisha kaka yake na waziri mkuu wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu kuwa amefariki dunia kutokana na mashambulizi ama makombora ya Irani ambayo yamerushwa kutokea huko Irani kuelekea nchini Israeli, ambapo inadaiwa kaka yake huyo Benjamin Netanyahu alikuwa katika mji wa Benvir, ambako huko ndipo kulikuwa na makazi yake, na kuna video inasambaa katika mitandao ya kijamii kuonyesha nyumba ambako alikuwa anaishi ikiwa inateketea kwa moto kutokana na hayo mashambulizi ya Irani, japokuwa mpaka hivi sasa Israeli wenyewe hawajathibitisha ama ndugu yake bwana Benjamin Netanyahu hajathibitisha kutokana na madai hayo ambayo yanasambaa katika mitandao ya kijamii mpaka hivi sasa. Lakini pengine madhara yakoje hasa kwa maana ya Tel Aviv Israeli huko, kwa sababu tumeshuhudia makombora mengi ya Irani yakishambulia huko na taarifa zinatajwa kwamba madhara ni makubwa, japo kuna ile taarifa kutoka kwamba Israel inazuia video zake kutokusambazwa na sheria kali kutungwa. Lakini kwa taarifa zako za ndani za kijasusi, tunafahamu wewe ni jasusi pia, zikoje taarifa Kombo? Ni kweli madhara ni makubwa. Nimekuambia hapo kuwa video zinasambaa kwa hilo eneo ambalo linadaiwa alikuwa anaishi kakake huo na Netanyahu linateketea kwa moto kutokana na hayo mashambulizi, na vile vile hilo ambalo wanasema kuwa Israeli inakataza video zisambae kwenye mitandao ya kijamii na sheria kali imetungwa ikiwemo jela miaka 5 kwa yote ambaye atahusika kusambaza video ambayo inaonesha madhara ambayo yamefanywa na makombora ya Iran. Hiyo yote ni katika kuficha yale matokeo ambayo yanafanywa na Irani, ilimradi tu kutotoa ile credibility ama uaminifu ama ile mindset ambayo ipo kwa watu wengi kuwa Israeli haipigiki ama ipo strong kwenye masuala mazima ya ulinzi. Ndio maana kuna hata video ambayo inasambaa hivi ikionyesha baadhi ya kamera za TV zilizopo kwenye mitaa ya Israeli zikivunjwa. Hii yote inasemekana kuwa ni kutokana wanahofia kupata baadhi ya footage ambazo zitaonyesha madhara ambayo yametokana na mashambulizi ya Irani katika hiyo vita ambayo inaendelea mpaka hivi sasa. Lakini kama tukigeukia sasa upande wa pili kwa maana ya Irani, madhara pia yameendelea kutokea mengi sana. Tumeshuhudia hapo tokea juzi, jana, hata leo pia inaendelea kuripotiwa anga la Teherani limejaa wingu jeusi, kwa maana madhara yanatajwa yanaweza ni makubwa zaidi. Kwa maana ya Israel kushambulia vyanzo hivi vya mafuta ama nishati ya mafuta inamaanisha nini hasa? Tumeshuhudia pia hata moto ukitapakaa katika baadhi ya mitaa. Madhara yakoje hasa Kombo na lengo la Israel kushambulia nishati ya mafuta? Madhara ni makubwa, na tunaarifiwa ama tunaona kwenye mitandao ya kijamii kuna shambulio moja lilifanywa kwenye makazi ya watu ambako inadaiwa kulikuwa na bomba la mafuta, bomba ambalo lilipasuka na moto ukaanza kusambaa ukipita kwenye lile bomba ambalo lipo katika makazi ya watu. Mimi nadhani hii inatokana kwa Marekani na Israeli imepata hasara kubwa hasa kwenye zile nchi za Uarabuni, nikimaanisha zile nchi za Ghuba, Saudia, Kuwait na Bahrain na maeneo mengine, kwa visima vingi ama viwanda vingi vya kusafishia mafuta viliharibiwa na mashambulizi ya Irani.
Na tunafahamu kuwa Israeli ama Marekani wanafaidika pakubwa kuhusiana na visima hivyo ama viwanda hivyo vilivyopo kwenye nchi hizo za Ghuba. Naona ndo maana na wao wameamua kupiga kwenye miundombinu hasa hiyo ya mafuta iliyopo Irani pamoja na miundombinu mingine ikiwemo ya umeme na maji, ili mradi na wao kulipiza kisasi kutokana na kile ambacho wamekifanya Irani. Japokuwa wao Irani amefanya kwenye nchi nyingi na kwenye maeneo mengi, wao wanafanya kwenye maeneo machache ama wamefanya kwenye maeneo machache. Japokuwa hasara ni hasara, lakini wao ndio ukipimisha hapo kwa mzani, wao ndio wamepata hasara kwa kuwa nchi nyingi zimeshambuliwa kwenye maeneo ya kimkakati kama viwanda na pamoja na niliu maeneo ya kusafishia mafuta. Basi kwa kuangalia wote wamepata madhara, ila ukipima hapo Irani yeye yupo sehemu moja, ila wao wapo maeneo mengi na kote huko asilimia kubwa Irani amefika na kufanya uharibifu. Lakini tumeshuhudia leo Rais Macron wa Ufaransa amezungumza kwamba atapeleka meli zake za kivita kuweza kuzisindikiza meli za kubebea mafuta ambazo zapita katika mfereji wa Hormuz, na amesema kwamba inatosha kwa kila ambacho Iran imekuwa ikifanya, kwa maana kufunga ule mfereji, na walijaribu kushambulia baadhi ya meli kadhaa wakati wanatoa tamko. Na pengine hasa unadhani anachokizungumza Rais Macron kitafanikiwa ama uzito wake uko vipi hasa kwenye hili? Ni kweli Rais Macron ameyasema hayo, lakini nikumbushe tu maafisa waandamizi wa jeshi la Irani IRGC walimwambia Marekani bila shaka, na hata yoyote ambaye atataka kutumia kile ambacho amekisema Marekani, kuwa watasindikiza meli zote za mizigo na za mafuta kwa kutumia meli za kivita. Na maafisa hao wamedai kuwa kama Marekani anataka afanye hivyo, basi wajaribu, kisha watakutana ambacho watakikuta, kwamba wanamaanisha kuwa wamejiandaa kwa yote ambaye atafanya hivyo, basi kuna madhara atawapata. Na nishe kukwambia kuwa tangazo lishatolewa kuwa hapa haparuhusiwi kupita. Sasa wewe ukatumie nguvu, bila shaka kuna madhara makubwa ama matokeo negative ambayo utayapata. Na hata kama French ameamua kufanya hivyo, basi pengine IRGC wanaweza kufanya kile ambacho wamefanya kwenye baadhi ya meli zilizojaribu kupita kwenye mfereji wa Hormuz. Lakini kwa kumalizia sasa kwa uchache zaidi, mgogoro wa Israel ama vita inayoendelea pia kwa upande wa pili, kwa maana Israel na Lebanoni, matokeo yako vipi hasa? Kwa sababu tumekuwa tukiona majeshi ya Israel ikiendelea kusogea, lakini pia Lebanon kwa maana ya Hezbollah pia ndio amekuwa akishambulia pia. Pengine pande hizo mbili hasa mvutano uko vipi hasa? Kwa kuanzia, Israel ilianza kushambulia maeneo ya kusini mwa Lebanoni na karibu na mji mkuu ama ndani ya mji mkuu wa Beirut, na kusababisha maafa na vifo kadhaa. Lakini Hezbollah usiku wa kuamkia leo waliweza kudondosha helikopta moja ya jeshi la Israeli, na vile vile leo pia kuna kambi moja ya jeshi la Israeli ilifanikiwa kushambuliwa na rocket zilizorushwa na Hezbollah wa Lebanon. Na vile vile kunadaiwa kuna askari kadhaa wakiwemo wa Marekani waliuliwa huko Lebanon, takribani 2. Bila shaka huu mgogoro unazidi kuwa mkubwa na madhara yanazidi kuwa makubwa, hasa kwa pande zote mbili, ukilinganisha kuwa hawa ni mahasimu wa muda mrefu. Vile vile kabla ya vita ya Irani na Israeli hasa Benjamin Netanyahu walidai kuwa hawataki Hezbollah hasa katika maeneo ya kusini mwa Lebanoni, alikidai kuwa wanatishia usalama wa raia na usalama wa Israeli kwa ujumla. Kwa hiyo ni mgogoro wa muda mrefu na ni mgogoro ambao unazidi kukua, hasa Hezbollah alitangaza kuingia rasmi ama kuiunga mkono Irani baada ya partner wao yule ambaye alikuwa anawadhamini kwa kiasi kikubwa bwana Ali Khamenei kufariki. Kwa hiyo na wao wakaamua kuingiza nguvu kazi zaidi, na mashambulizi haya yana tofauti mkubwa na yale ambayo tulishaye kuyazoea yakifanywa na Hezbollah.
naarifiwa jana wamefanikiwa kudondosha hadi helikopta, ambapo hiyo ni nadra sana na haikuwahi kutokea kwa siku hizi za karibuni. Kombo, nikushukuru sana kwa wakati wako, na tutaendelea pia kujuliana kwa maana ya taarifa ambazo zitaendelea kutokea pia. Shukrani. Asante.